Kwa wanaotusikiza, kwa majina mimi naitwa Linda Ndimuli na nafurahi kuwa hapa siku ya leo kuzungumzia masuala ya kuregister kama voters na pia tu masuala yote ya mwananchi. Yeah. Nitazungumzia kwa nini ni muhimu kwa vijana kupiga kura, manake mara nyingi ama kwa muda mrefu tumekuwa tukichukuliwa kama watu ambao hatupendi kupiga kura. Na mimi nafurahi kwamba sasa kuna huo mwamko kwa sababu ni kuonyesha tu kwamba sivyo tulivyokuwa tunavyodhaniwa mwanzo kama vijana inapokuja kwa masuala ya kupiga kura. Na pia inaonyesha kwamba vijana wengi saizi mawazo yao si kama ya zamani. Na unajua sasa tunazungumzia sana kuhusu Gen Z. Gen Z ni watu ambao wakitaka kitu wanakifanya. So mimi kwangu mimi kwanza ningeshukuru na kupongeza tu vijana kwamba ni sahi ni wakati mwafaka wa wao kujitokeza, na nafurahia vile tunajitokeza na kusema tuko kadi kwenda kuchukua kura ili kuhakikisha kwamba sisi sauti zetu zinasikika. Mambo na constitution na pia advocacy, wao pia kuenda kwenye community na kuelezea umuhimu gani wa kupiga kura na itasaidia nini. Maanake kupiga kura ni muhimu kwa sababu ni sauti yako hiyo unaiweka. Ni kweli. Yeah, so kuonyesha tu that there is a reason as to why you need to vote. Na kwamba usipopiga kura ni kama tu umempatia yule ambao hutaki aingie kwenye debe ama ingie kwenye kiti cha urais. Kweli. Yeah. Dakika 37 zimekatika tangu mwendo wa saa 3 majira ni yetu ya Afrika Mashariki. Tunasonga aste ikiwa basi tunaendelea na mazungumzo haya yetu muhimu sana ya siku ya leo. Nataka tuweze kurudi pale kwa constitutional amendment. Kuna tashwishi zimetolewa sana nyingi kuhusiana na katiba, ya kwamba kuna viti vingine ambavyo vilikuwa vimependekezwa katika katiba yetu mpya 2010. Wengi wamesema kwamba tunaweza ishi bila hivyo viti, kiwemo kiti cha mwakilishi wa akina mama. Wengine wanasema kwamba kupunguzwa kwa viti hivi ama inaitwaje counties kuwa 47 zirudi kidogo, zikae kidogo, kwa sababu ni nyingi sana na pesa nyingi zinatumika katika ugatuzi. Sijui kama mambo kama hayo ndugu yangu unaweza zungumzia vipi masuala kama hayo? Acha nitangulie kwa kusema kuwa na heshimu sana mapendekezo ya wananchi, kwa sababu ukiangalia katika constitution yetu article 1 ambayo inafungua ile constitution inaongea kuhusu supremacy, ambayo supremacy imo mikononi mwa umma. Ndio ukasikia kuwa kuna ule uwezo wa watu wakisema kitu kifanyike na wajitokeze kwa wingi na kupitisha katika taratibu ambazo zinatakikana, basi huenda ikatukia, bora tu isiwe kinyume na sheria. Sasa tukirejelea swala ambalo umesema la women rep na pengine county kupunguzwa na masuala kama yale, unapata katika era ama kile kipindi cha kwanza vile niligawanya hapo mbele nikasema kuna kipindi ambao ilikuwa ni mwaka 1963 hadi hapo 69. Kulikuwa na era fulani, na hiyo era ilikuwa iko na taratibu zake. Alafu ikaja tukapata kuwa sasa baada ya muda, baada ya kubadilisha constitution, ilikuwa inabadilishwa sana ikielekeza nguvu nyingi kwa president ama kwa rais wa Kenya. Na ukapata ikafika mahali ambapo sasa tuko na single party, one party state. Yani hakuna vikundi vingine vyovyote ama vyama vyovyote vile. Na nafanya hivi kuleta tu ule muktadha, kwa sababu unapata kuwa ikawa sasa ni kushinikiza watu, mtu kupotezwa kwa watu, pengine watu kuuawa na masuala kama yale, na president being above the law. Wanaongea kuhusu attorney general, I think alikuwa ni Njonjo, Charles Njonjo, na masuala na ikakuwa ni vigumu sana watu kuweza kupendekeza vitu fulani. Lakini ikaja era ambao sasa multi-party era, ambao watu wanaweza kupigia kura, vyama viweza kuwa vingi, watu wanaweza kushinikiza mabadiliko ambao tunajivunia mpaka leo. Lakini ukisema kwa mfano kile kiti hakifai na wana sababu za kueleweka, basi
ni taratibu tu, kwa sababu mara nyingi mapendekezo ya kubadilisha katiba hupitishwa kwa mfano na maseneta fulani, anaileta kama bill pale kwenye nyumba, inajadiliwa. Baada ya kujadiliwa, ina taratibu ambao bado itakuja ikipitishwa pale, inaweza kuletwa kwenye umma tena, public participation, masuala kama yale, ikarejea kule, alafu ina taratibu tu zake, alafu ikipitishwa kuwa na president pia akasent kuwa basi ni maafikiano watu nini na kuwa watu wameafikiana kuwa viti vile havifai, basi vinatolewa tu. Mbona visitolewe? Lakini mpaka process mwanzo. Na hii county pia ni vile vile, unajua kitambo tulikuwa na tuseme kwa mfano Coast Province, wajua waweza ukanda wa pwani ambao ilikuwa ni county, kwa sasa ni county kadhaa. Watu watalalama kwa sababu huenda ikawa mtu anaangalia ule mgao ambao una kule kudorora ama watu kuzitumia vibaya zile rasilimali, kwa sababu kusema kwa mfano Mombasa County utahesabu Mombasa County, uhesabu Kwale, uhesabu Lamu, uje hiyo strip yote Kilifi, kisha mtu akiana ule mgao pengine na utekelezaji wa kazi, mtu unamuuma zaidi, anaona kuwa ni kana kwamba watu nyanjani wanasema kuwa corruption imekuwa devolved, yani ilitoka kule vipeo vya juu imekuja huku chini. Kwa hivyo wanaona inakuwa rahisi pengine kukikuwa tumerejea back to zile zilikuwa zinaitwa provinces. Ni maoni yake Mr. Enos anasema kwamba turudi pale kwa ni maoni yake. Ninasema watu wana uwezo wa kujieleza. Ndio. Na ndio utapata kuwa nagusia vitu ambavyo vinachangia watu kusema vile ambavyo wanasema. Na nikasema kuwa kuna taratibu mbalimbali ambapo iwapo watu wanataka mabadiliko yale, basi kuna taratibu ambazo zinafuata. Sijaelekeza maoni yangu. Labda Linda, unaweza tuambiaje kuhusiana na hichi kiti cha uwakilishi wa kina mama? Labda kinaweza tunaweza kuendelea kuishi nacho ama kinaweza kuondolewa? Kwa maoni yako tu kabla tuzame katika masuala mazima ya ABC. Unaonaje kufikia saa hii? Mimi kwa maoni yangu naona kwanza kulikuwa kuna sababu mbona iliwekwa. Ndio. Na hiyo sababu lazima ilikuwa ni muhimu. Hawakuamka tu asubuhi wakasema basi tunakiweka hichi kitu. Na kwangu mimi nadhani hakuna kitu ambacho hakiwezi kufanyika kwa uzuri kama hakijalindwa ama kama hakijafanywa jinsi inavyofaa kufanywa. So kwangu mimi naona hiyo kiti inaweza baki pale pale kama hiyo nafasi itatumiwa vizuri na wale watu ambao kwenye hiyo kiti. Unamaanisha kwamba hiyo nafasi haijakuwa ikitumiwa vizuri awali? Na comment yangu inakuja kwa sababu kuna watu ambao wanasema kitolewe. Okay. Sababu zao zinaweza kuwa ni labda watu wengine ambao wako kwenye hicho kiti hawajafanya jinsi walivyokuwa wanatarajiwa kufanya. Lakini kuna wale ambao wamefanya jinsi wanavyotarajiwa kufanya. So ni vile tu mtu anakitumia kile kiti. Hata viti vingine hata kama za urais ama nani. Kuna watu tu watasema hawaitaki, lakini haiwezi toka. Yule mtu ambao yuko pale anafanya kazi vipi? Haya, kuna swali hapa limeweza kushukishwa. Anaitwa Eric Peter, anasema kwamba umuhimu wa kupiga kura. Amerudi pale, anasema kwamba swali lake ni moja. Je, ni kwa nini Gen Z hawataki kujitokeza kujiandikisha kupiga kura? Ni sababu gani ambayo tunaona kwamba Gen Z wengi hawajiandikishi kuwa wapiga kura? Paka vuguvugu likuje wafanyiwe harakati nyingi, lakini bado tunaona wanazorota. Kwako Linda. Nadhani inatokana na ile past experience kwamba kila siku wale wazazi wetu tuseme walikuwa wanapiga kura kisha wanalalamika kwamba kura zimeibiwa. So kulikuwa kuna ile culture ya kwamba hata mkipiga kura bado yule ambaye wametarajia kwamba wao wenyewe wamesema kwamba atakuwa rais atakuwa hata mkipiga kura kutumia kuiba kura. So kumekuwa na ile culture, lakini hiyo culture polepole inaanza kugeuzwa kwa sababu hawa Gen Z wenyewe wameanza kuona kwamba ni muhimu sisi tujitokeze. Maana mwisho wa siku tulikuwa tunalalamika kweli, lakini pia hao wazazi wanasema kama hamtapiga kura basi wale watu bado watabaki. So I think for me ni ile culture ambayo imekuwa iko Kenya ya kwamba hata mkipigia mtu fulani kura, yule ambaye
yuko kama wamepanga kwamba yeye ndiye atarudi kwenye hicho kiti, atarudi tu. Labda hiyo ndio itakuwa sababu ambayo ilikuwa inasababisha sana wale vijana wasipige kura. Asante sana. Kuna swali lingine hapa naona litadunda upande wa Enos. Anasema siku chache zimepita, huu ni Mary Beauty anasema kwamba siku chache zimepita IEBC ilitangaza kusajiliwa upya kwa wapiga kura waliokuwa wamesajiliwa kabla ya mwaka 2012. Je, hatua hii ambayo tume imechukua ni muhimu ama ina mwafaka gani? Pengine ni kimalizia tu pale ambapo Linda amegusia, ni kuwa niligusia hapo mbeleni kuwa kuna kitu kinaitwa voter apathy, ambao ni kule kutojali tu kwa sababu waona hata nikapiga kura maswala hayatendeki. Kisha kutoelewa, kuna swala la kutoelewa kuwa uzani wa kupiga kura ama kupiga kura kuna madhumuni gani ama kuna uzani gani wewe kama mwananchi. Kwa hivyo nafikiria tunapozidi kuhamasisha watu, kuelimishana, basi watu wanaona umuhimu wa kupiga kura. Na japo IEBC kwa sasa wamesema ikifikia March, nafikiria wamepata tu watu takriban nafikiria 250,000 tu ambao wamejitokeza kujisajili na masuala kama haya. Kwa hivyo tuwazidi kuhimiza watu wajisajili kwa sababu zile ndio nguvu zako. Nikirejelea swali, anaitwa nani? Anaitwa Mary Beauty. Ameuliza umuhimu ule ambao kuna ile data ambayo ilikuambiwa kwamba ilikuwa collected before 2012 na wakaambiwa warudi tena kuweza kuweka details zao. Sasa changamoto ambao nikiangalia mitandaoni na nasema nikiongea na vijana huko nyanjani na pia tukisikiza viongozi kama kina Eugene Wamalwa, unaona changamoto ya kuambia watu warejelee, tuseme kwa mfano kama ulipiga pengine kabla ya ama ulijisajili kabla ya mwaka 2012, kuwa unarejelea ile kidogo inazua tuseme dukuduku fulani kwa watu, kwa sababu nyanjani watu wanasema kwa nini tujirudie, ama huenda ikawa watu wanataka kuiba, unaona. So nafikiria Ethicon na wenzake katika IEBC ni muhimu kujitokeza wazi kueleza kwa kina kwa nini watu warejelee shughuli hii. Huenda ikawa ina umuhimu wake, pengine hata mimi sina ufahamu mpaka hapo, lakini mpaka sasa bado haijajitokeza kwa uwazi, na hivyo basi inazua dukuduku kule nyanjani. Huenda ikawa ni jambo muhimu, na ndio nitamwambia msikilizaji kuwa kwangu mimi pia napendekeza Ethicon na wenzie waweze kufafanua kwa kina kwa nini pengine lile watu wafate taratibu zile. Kwa sababu ukiangalia hata kwa nini watu pia hawajisajili, pengine utaangalia hapo IEBC, ukiangalia kwa mfano hiyo Smartmatic ambao imekuwa imelimbikiziwa mashtaka kadhaa hata nchi zingine kuwa wana meddle ama wanajiingiza moja moja kudictate ni nani anashinda kura. Kwa hivyo na wakati pengine walipoombwa watu waangalie server, wakaongea kuhusu data protection na masuala kama yale. Kwa hivyo unapata IEBC japo wanafanya mengi na nawashukuru kwa wale ambao wanafanya, kuna vitu fulani kwa mfano masuala ya tallying centers, ile Kim Kits kutofanya, zingine sijui imeita battery na masuala kama yale, inazua dukuduku. Kwa hivyo ni kujieka wazi, hata katika masuala ya nini, unajua ya procurement, watu wanasema bana kuna madili. Unaona kwa nini Kenya ndio nchi pengine barani Afrika ambayo inatumia hela nyingi na masuala kama yale. Kwa hivyo japo IEBC wanaweza kuwa na hoja kuntu ambao wanafaa wawakilishi kwa njia ambayo itabebwa vizuri na umma, na huenda ikawa ina umuhimu, na ikiwa ni muhimu kwa wananchi basi watu watajisajili. Haya, tukimalizia ndugu Linda, pale mwisho kabisa naona masaa yetu yanasonga, labda kufikia saa hii usajili unaendelea. Kuna kipi ambacho unaweza kuambia wanajamii pale nje ambao bado hawajaenda kujiandikisha kuwa wapiga kura? Kwanza ningesema kwamba kila mtu apige kura. Kama umefikisha miaka 18 na unaweza kujisajili, basi ni muhimu wewe kujiandikisha kupiga kura. Ndio. Kwa sababu gani? Sisi kama especially nataka kusisitiza kwa vijana, manake
nadhani hao ndio wamekuwa walengwa sana. Walengwa sana. Sisi ndio majority. So tukiamua kuregister sisi kama vijana, sauti yetu itasikika. Kweli. Alafu pia ile kupiga kura inakupatia nguvu. Manake kama hujapiga kura basi huna nguvu ya kusema kwamba mimi nilichagua mtu fulani, ama hata kumuuliza ule politician kwa nini hufanyi kazi, manake hukumchagua. Ni kweli. So tujitokeze, tupige kura. Haijalishi kumekuwa na culture gani hapa Kenya. Saini wakati wetu sisi kama vijana kuweka mabadiliko, kwa sababu hata sisi kupitia kupiga kura tutaweka wale watu ambao sisi tunaona kwamba ni watu wazuri, na saa zingine pia tunaweza chagua vijana wenzetu ambao watawakilisha hoja zetu. Kweli. So tujitokeze, tusiwe na ile kusema kwamba mimi nikipiga kura sitasikizwa, ama tusiangalie nyuma. Kwa ufupi, tuangalie mbele na tuhakikishe kwamba tumehamasishana na kila mmoja ameona umuhimu wa kuchukua kura. Hayo ni maoni yake. Amezungumza kwamba wewe kama kijana pale nje ni muhimu kuweza kujiandikisha kuwa kama mpiga kura, kwa sababu wale viongozi ambao wako madarakani saa hii hatuna uwezo wa kuwatoa ila kwenye njia ya kupiga kura peke yake. Ziko njia za kwamba tunaweza watoa, lakini ile rahisi zaidi na zaidi ni ile tu kwamba uamuzi wetu pale kwenye debe na kupiga kura pale hauwezi enda, lazima ujisajili kama mpiga kura. Thank you so much. Labda tukitamatisha Mr. Enos pale, nataka utoe tu wito wako kuhusiana na swala hilo la kupiga kura, kisha na masuala mazima ya kikatiba in general tukisummarize. Asante. Nitasema kuwa kwa wale wote vijana ambao wanatusikiliza kule nje, nimesema hapo mbeleni kuwa tuko takribani 14 milioni na tukichanganywa na wale millennium 18 milioni. Kwa hivyo tuna nguvu. Ukiweza kuchukua ama kujisajili kupiga kura, basi una nguvu za kufanya maamuzi mengi tu, sio kutoa tu mtu, pengine pia kumweka pale pale, kwa sababu utekelezaji wake wa kazi uko juu. Alafu pili ni kuwa utasikika tu ukiwa na silaha. Silaha ni kuwa tuko wingi, silaha nyingine ni kuwa umejisajili na unapiga kura. Kwa hivyo kusikika kwako, kuhusishwa katika maongezi, katika sera, katika ugavi, katika rasilimali, ni kuwa na kura yako na kuchagua mtu ama kujipigia sisi wenyewe vijana wenzetu kura, ili kwamba nao wawe katika nafasi ambazo zinaweza kubadili nchi. Na kwa masuala ya katiba nitasema kuwa huenda ikawa kuna vipengee fulani ambavyo muhimu vibadilishwe. Huenda ikawa kuna vitu ambavyo vinafaa viongezwe. Lakini yote 9-10 ni kuwa vipate taratibu ambazo zinafaa. Kwa sababu unakumbuka kuwa kuna lile swala la mapeni la CDF na limefutwa huku na kule. Kuna masuala mengine ambayo yamekuja kule kwenye Senate kama ya kuongeza hatamu za seneta, marais na mambo kama yale, na walitupilia mbali. Kwa hivyo taratibu kama zile ni muhimu ambazo zimewekwa pale. Kwa hivyo kukiwa na mabadiliko yote ambayo yangependekezwa, mfano kutoka kwa wananchi ama kutoka kwa viongozi wetu, zipate taratibu na tuhusishwe katika public participation, kwa sababu huenda ikawa vingine wanashinikiza kwa kujijali wao wenyewe. Hiyo imekaa vizuri sana. Amegusia pointi muhimu kuhusiana na public participation. Ikiletwa pale kwa chiefs baraza, vijana tunafika, watu wazima pia tunafika kwenda kusikiza. Jamani, ni mengi sana ambao tumeyazungumza, na asanteni sana wale ambao naona listenership imepanda kidogo, lakini maswali pia hamtaki kutuma. Nashangaa mnakunywa tu hapo chini kwa chini. Asanteni sana. Anyway, imekuwa session nyingine muhimu sana. Dakika ikiwa ni 6 pekee yake zimesalia. Tunapata tama la maji, alafu mimi nitakuwa nagusia magazeti kidogo nikitoka. Thank you sana. Karibuni sana jamani, tumeshukuru. Thank you. Siku nyingine tena. Thank you for having us.